Kuna vitu wanaume na wanawake katika ndoa wanapovifanya, wanavyovitenda, vitawazuia kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Mimi nikiwa kama mtumishi nimefuatwa na vijana, wa mama, wa baba, watu wazima katika hali ya kuniuliza kuhusiana na yale yaliyoandikwa katika Biblia. Sasa nizungumzie juu ya kitu ambacho wanaume kwa wanawake wanakubaliana katika kukifanya kutokana na mambo kadha wa kadha ambao wanapewa ushauri na madaktari, ushauri wa kidaktari. Sasa nazungumzia kitu gani? Nitoa kwanza ushuhuda. Mama mmoja akanifuata akanielekeza hivi, mtumishi, mimi mtoto wangu wa kwanza nimempata kwa operation, mtoto wangu wa pili nimempata kwa operation, mtoto wangu wa tatu nimempata kwa operation. Daktari ananiambia nifunge kizazi kwa sababu sina uwezo wa kumudu tena kupata watoto wengine. Nikipata mwingine naweza nikafa, ninaweza nikapata madhara mabaya. Mwingine akaniambia hivyo kwamba mtumishi, mimi watoto wangu wote nilijifungua. Kwa nini? Kwa operation. Nimeambiwa kwamba lazima tutumie vitu vya kuzuia ili mradi nisipate mimba. Kwa lugha nyingine akawa ananiambia mume wake anatumia mipira, condoms, kama sehemu ya kuzuia mimba yule mwanamke asiipate. Sasa katika kunielekeza hivi vitu nikasema, kwa kuto kujua, kwa kuto kuelewa, kwa kuto kufahamu Biblia inasema nini, inazungumza nini, watu wengi wanakuwa katika hali ya kufanya vitu wakiamini kwamba ni sahihi, ni sawa, kumbe viko kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndugu yangu, baba, mama, binti, uzazi wa mpango utakufanya utaikosa kuingia mbinguni. Kufunga kizazi chako, najua kuna wanawake wengi nimetafutwa, nimeambiwa, yani namtukuza Bwana, wengi wananitafuta kwenye simu, wananielekeza katika hali yao, wanatamani kujua neno la Mungu linazungumziaje kutokana na shida zao. Wengi wamekaa katika hali, wamefunga vizazi, wengine wanatumia hiyo uzazi wa mpango, wengine wanasema mimi mume wangu yupo katika ulevi, sasa nisipojikinga hivi tutakuwa na watoto wengi. Sikiliza nikwambie katika Kristo Yesu. Nataka nikusomee maandiko. Nataka nikusomee Biblia, kitu gani kinachozungumzwa humu ndani ili ukapate kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu usipofanya maamuzi yaliyo sahihi kulingana na Biblia inavyosema, huyu Mungu ambaye amesema sisi tuongozwe na hii Biblia, utaingia katika ufalme wake. Na hii si kana kwamba ninasema katika ubaya, ninasema katika mema, ninasema katika uzuri, ninasema katika ile hali ya kutamani siku ikifika na saa ikifika tukapate kuweza kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Sasa tena kukusomea kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile inayoitwa ya 38, Mwanzo 38. Nitaanza kusoma kuanzia mstari wa 8 nitaenda mpaka mstari wa 10. Sikiliza neno la Mungu linalosema, ndugu yangu unayetumia uzazi wa mpango, iwe ni kondom, iwe ni vidonge, iwe ni vijiti, iwe ni umefunga uzazi, hichi nachoenda kusomea, sikiliza kinachosema. Mwanzo sura 38 mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 10 inasema, Yuda akamwambia Onani, uingie kwa mke wa nduguyo ukamwoe, ukamwingilie nduguyo, ukamuinulie nduguyo uzao. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake, ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Neno hili alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana, basi akamuua yeye naye. Sikiliza nikuelekeze nilichokisoma hapa. Yuda alikuwa na watoto wawili. Mtoto wa kwanza akaoa. Yule mtoto wa kwanza alipooa alikuwa ni mtu muovu mbele za Mungu aliye mbinguni. Mungu akamuua. Yuda akamwambia mdogo wake, bwana, sikia, mchukua huyu mke wa kaka yako, embu ingie kwake ukapate kuleta watoto ambao watakaoitwa kwa jina la kaka yako. Yule mdogo mtu akaona huyu watoto wote watakaozaliwa hatakuwa kwa jina langu tena, watakuwa ni wanaitwa kwa jina la kaka. Akawa anaenda kushiriki tendo na mke wa kaka yake, na alichokuwa nakifanya, badala ya kuruhusu mbegu iingie ndani ya yule mwanamke, akawa anajitoa mbegu anaitupa chini. Maana yake ni hii hapa. Kitendo cha wewe kuweza kuchukua hatua ya kuweza kushiriki kwa kuvaa kondom, kitendo cha wewe kuchukua vidonge, kitendo cha wewe kufunga uzao, hili andiko linakuhusu. Na Mungu hakumfurahia, Mungu hakupendezwa naye pale alipokuwa anachukua nafasi ya kushiriki tendo na kumwaga nje. Sizungumzia habari za kurithishana wake, hapana. Hayo ni mambo ya zamani. Nazungumzia hili swala la uzao. Sikiliza nikuelekeze. Kwa kuenda kuelekeza
lengo mimi pamoja na wewe, muda ukifika, tusipate kushindwa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Watu wengi tumekaa katika ile hali kwa sababu unajiona unaenda kanisani, unatoa sadaka, unatoa zaka, unasaidia watumishi, unasaidia huduma, unafanya hiki, unafanya kile, kana kwamba ndio umemaliza. Sikia, unatumia pitu, unatumia vidonge, unatumia vijiti, chochote unachokitumia kama sehemu ya kuzuia mimba, mbele za Mungu aliye mbinguni ataenda kukupelekea kukuzuia kuingia pale panapoitwa mbinguni. Mwingine ataweza kusema, sasa mtumishi, madaktari wameniambia mimi nitafanyaje? Nitapoteza uhai wangu, nitapoteza maisha yangu. Sikiliza nikuelekeze. Wasomaji wa Biblia wanajua hichi kitu. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza kulikuwa na mwanamke anaitwa Hana. Huyu Hana alikuwa ni mama yake Samueli. Hana, Biblia inasema, the Bible inasema, Samueli wa kwanza, ukienda kusoma kwenye ile sura ya kwanza, Biblia inasema Bwana alifunga tumbo lake. Bwana alifunga tumbo, yani Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake mwenyewe ndiye Mungu alifunga tumbo lake asizae. Biblia inasema Mungu mwenyewe akamkumbuka Hana akampatia uzao. Ni Mungu mwenyewe alifunga tumbo, Mungu mwenyewe ndiye aliyefungua tumbo. Kitendo cha wewe kusema kwamba mimi ninafanya hivi, mimi nafanya hiki kama sehemu tu kwa sababu nimeambiwa na daktari. Sisemi tuzarau mambo ya madaktari, no. Sisemi eti madaktari ndio tuwaweke pembeni, tuwaone kwamba hawafai, shauri zao nini. Hapana. Ina nazungumzia kuhusiana na hichi kitu maalumu. Kufunga kizazi, kutumia hizi zana za kusema kwamba unatumia kondomu, unatumia vijiti, vidonge kuzuia mimba. Nakwambia hivi, ndugu yangu, utashangaa. Unasimama mbele za geti la mbinguni na Mungu anakukataa. Unashangaa parapanda inapiga, Bwana mabwana hakuchukui, huondoki naye. Ndugu yangu, nakwambia katika upendo wa Mungu, nakusii katika upendo wa Mungu, nakusii. Kama umeweka vidonge, kama unatumia vidonge, kama unatumia vijiti, kama unatumia iwe ni condom, unatumia chochote unachokitumia kama sehemu ya kuzuia mimba nje ya kalenda, ndugu yangu, nakusii, acha. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakusii katika upendo wa Mungu, unashiriki katika hali ya kutumia condom, unatumia vidonge majira nje ya kalenda. Sikiliza nikwambie, kibibilia unaonekana huna imani. Kibibilia unaonekana ni mtu ambaye huna imani. Iwe ni baba, iwe ni mama, unaonekana ni mtu ambaye huna imani na Mungu wako kwamba ana uwezo wa kufunga tumbo, ana uwezo wa kuweza kuruhusu ukapokea uzao katika tumbo lako. Na Mungu aliye mbinguni hazuiliwi. Yani una hofu, unaogopa, yani hofu ndio inaokustua. Parapanda isije ikapiga ndugu yangu ukajikuta unashindwa kwenda mbinguni kisa una kijiti kwenye mkono wako. Ukashindwa kwenda mbinguni kwa sababu unakula tu vidonge. Unashindwa kwenda mbinguni kwa sababu una boksi za condom umeziweka ziko ndani. Hapana. Isiwe hivyo katika Yesu Kristo. Kama ulishawahi kufunga kizazi, mimi nakusii, chukua hii hatua. Kama haiwezi kurudishika, mimi nakusii katika Kristo Yesu, hemu msi Bwana kurehemu, kwa sababu nakwambia ulichokifanya ni chanzo cha kukuzuia kuingia mbinguni. Kama ulikuwa unatumia uzazi wa mpango, acha, jitenge na hivyo vitu, ili muda na saa itakapofika usije ukashindwa kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Yesu Kristo anarejea hivi karibuni, na hizi ni jumbe ambazo Yesu anatamani sisi wote tufundishane, ili majira yatakapofika tusije tukashindwa kuingia pale panapoitwa mbinguni. Ndugu yangu katika Kristo Yesu, kitu cha mwisho kisha kumalizia, Biblia inasema Yesu akawaambia watu wake, akawaambia wanafunzi wake, nendeni mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ni Mathayo sura 28 na mstari wa 19. Lakini nataka nikwambia kwamba katika Biblia yako hakuna mtu hata mmoja, hata ukaenda kumuuliza mchungaji wako, nabii wako, sio mtu, nenda kaulize ni nani aliyebatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, watakwambia hayupo. Watu katika Biblia walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo, sio jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama ulibatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni jambo la wewe pia kufanya matengenezo ukapate kwenda kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 38, unaona kwenye Biblia watu walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Hicho ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10 kuanzia mstari ule wa 45 mpaka 48. 48 pale utaona watu walienda kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo.
Ukisoma pia Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 6, hili andiko ndo linakuhusu wewe ambaye unajiuliza, mimi mbona nishabatizwa, mbona mimi nishaikuzamishwa maji mengi, sijui nimebatizwa nikiwa mtoto. Hili ndo andiko lako, maana inasema watu walikuwa wamekwisha kubatizwa, wakafundishwa ubatizo, wakaenda kubatizwa tena. Kwa kurudia ubatizo si dhambi. Kurudia ubatizo si kitu cha kusema kwamba ni kibaya, ni kitu chema katika Kristo Yesu. Sasa unaweza kama unajiuliza, wewe mtumishi, mbona sikuelewi, unazungumza nini? Yesu alichokisema kwenye Biblia, enendeni mkabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ni kwamba watu hawajaelewa. Sisi tumeamua kusimama nacho tu hicho hicho. Mitume walimuelewa baba si jina. Wewe una baba yako mzazi, una baba yako anaita baba. Mimi nikakuuliza tu hili swali, nikakuuliza baba yako anaitwa nani? Huwezi ukanirudishia jibu ukasema baba yangu mimi anaitwa baba. Haiwezekani. Huwezi ukatoa jibu la namna hiyo. Utasema mimi baba yangu anaitwa fulani, baba yangu anaitwa fulani. Mfano, una mtoto wako utaweza kumuita njoo mwanangu. Yule mwanangu yule ni mwanangu. Kweli unamuita ni mwanao, lakini umempatia jina. Ukaulizwa mwanao anaitwa nani? Huwezi ukasema mwanangu mimi anaitwa mwanangu. Haiwezekani. Lazima utatoa mwanangu mimi anaitwa Alan, mwanangu mimi anaitwa Wallace, mwanangu mimi anaitwa fulani. Sikia, iko hivi. Mtu akakujilia kwenye nyumba yako, una watoto 3 mfano, akaja pale kwenye nyumba akawa anasemaje, I say nakwambia ndugu yangu, yani mtoto wako ni ana akili, yani yule mwanao ana akili kweli. Wewe kama una watoto 3, mtu akaja kuambia mwanao ana akili, huwezi ukajua ni mwana gani mpaka uulize unamzungumzia nani. Atakwambia namzungumzia John, namzungumzia Esau, namzungumzia Meshak, namzungumzia fulani. Hapo ndo unasema kumbe yule. Unapata picha kamili kwa nini jina la Yesu Kristo ndio linasimama katika ubatizo. Ukija kwenye Roho Mtakatifu, huwezi ukampokea Roho Mtakatifu kama hujakubaliana na Yesu Kristo. Utakapoweza kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, ndipo unakuwa katika hali ya kupokea Roho Mtakatifu. Ndugu yangu katika Kristo Yesu, kama ulibatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ninakusihi kwa upendo, chukue nafasi ukapate kuweza kwenda kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kama ndugu yangu unatamani tukapate kufanya huduma, unatamani tukapate kuweza kuungana pamoja katika ibada, mimi niko Dar es Salaam, napatikana Tegeta Kibo. Kama umebarikiwa huko Tanzania, unatamani kuweza kufika kanisani, karibu katika Kristo Yesu, nakukaribisha sana. Lakini unatamani kubatizwa, unatamani kuokoka, unatamani kuweza kuuliza swali, unatamani chochote, utaweza kunitafuta kwa kupitia hizi namba za simu. Na kupitia hizi namba za simu, kama upo nje ya nchi ya Tanzania, ndio utaweka hiyo +255. Kama upo ndani ya nchi ya Tanzania, utaweka tu hiyo 0 hapo. Na namba yangu ya simu ya kuweza kunipata ni kama ifuatavyo. Ni 0710679104. Namba ya simu ni 0710679104. Mungu aliye mbinguni akubariki, akulinde, akutunze, akutetee katika jina la Yesu Kristo. Amen.